Twende tukafungue kitabu chetu cha Ezekieli ile 37. Ezekieli 37, tukianza na ule mstari wa kwanza tutatembea hadi mstari wa 10. Ezekieli ya 37. Mkono wa Bwana ulikuwa juu yangu, naye akanichukua nje katika roho ya Bwana, akaniweka chini katikati ya bonde, nalo limejaa mifupa. Akanipitisha karibu nayo pande zote, na tazama, palikuwa na mifupa mingi katika ule uwanda, nayo tazama, ilikuwa mikavu sana. Akaniambia, mwanadamu, je, mifupa hii yaweza kuishi? Nami nikamjibu, Bwana Mungu, wajua wewe. Akaniambia tena, toa unabii juu ya mifupa hii, uiambie, enyi mifupa mikavu, lisikieni neno la Bwana. Bwana Mungu aiambia mifupa hii maneno haya, tazama, nitatia pumzi ndani yenu, nanyi mtaishi. Nami nitatia mishipa juu yenu, nami nitaleta nyama iwe juu yenu, na kuwafunika ngozi, na kutia pumzi ndani yenu, nanyi mtaishi. Nanyi mtajua ya kuwa mimi ndimi Bwana. Basi nikatoa unabii kama nilivyoamriwa. Hata nilipokuwa nikitoa unabii, palikuwa na mshindo mkuu, na tazama, tetemeko la nchi, na ile mifupa ikasogeleana, mifupa kwa mifupa mwenziwe. Nani nikatazama, kumbe kulikuwa na mishipa juu yake, nyama ikatokea juu yake, ngozi ikaifunika juu yake, lakini haikuwamo pumzi ndani yake. 9. Ndipo akaniambia, tabiri, utabirie upepo, mwanadamu, ukauambia upepo, Bwana Mungu asema hivi, njoo kutoka pande za pepo 4, ewe pumzi, ukawapuzie hawa waliouawa wapate kuishi. Niendelee hapo. Hilo ndilo neno la Bwana. Amen. Asubuhi ya leo ninapenda tushirikishane maneno ya Mungu yanayotoka katika kitabu hiki cha Ezekieli. Na kichwa cha somo tutaenda kuzungumza nguvu ya Mungu. Nguvu ya Mungu katika urejelesho wa mambo. Inawezekana wewe unaweza ukajiongezea mambo yaliyokufa, lakini mimi nimesema tu mambo. Ni nguvu ya Mungu katika urejelesho. Hivi tukisema urejelesho au urejesho ni vitu ambavyo vinawiana au vinatofautiana? Yesu asifiwe. Vinawiana au vinatofautiana, watu wa Mungu? Vinawiana. Kwa vile ni Watanzania tunaelewa Kiswahili vizuri. Lakini mimi naweza nikasema hivi, tunaposema urejesho ni kana kwamba vitu vimepotea, lakini kwa jitihada za kwako au jitihada za mtu binafsi akavipata kule vilivyokuweko kule, akavileta kwako hapa, amevirejesha au kavirejesha kwa jitihada zako mwenyewe. Lakini nikisema hivi urejelesho, maana yake kitu ambacho kilipoteza uhai, kilipoteza asili yake. Yesu asifiwe. Kilipoteza asili yake,
yamkini kilipoteza uhai, lakini katokea nguvu yenye kusaidia. Kwa hiyo tunaposoma kitabu hiki tunaona Ezekiel yeye alipelekwa katika bonde la mifupa, yani kitu kilichokufa, kitu kilichopoteza matumaini, hakina matumaini tena, yani hakiwezi hata kwenye hali tu ya kawaida ya kwamba kinaweza kikaishi. Kwa hiyo tunataka tuone hili bonde la mifupa lilikuwa ni bonde, ndiyo kweli ni bonde la mifupa, watu waliokufa kwa miaka. Lakini Mungu anamtokea huyu nabii, anamwambia kwa habari ya lile bonde, yani anaona ni mifupa kweli. Na ndio maana anaulizwa na Mungu, anaulizwa, mtumishi wa Mungu, inawezekana hii mifupa ukaiambia ikaishi? Akastuka kwanza, kwa sababu kwa hali ya kawaida isingewezekana. Yesu asifiwe. Kwa hiyo alipoulizwa akastuka, yani alisita kujibu kwa haraka, akasema, wewe Bwana wasema, wewe Bwana wasema. Kwa sababu kile kitu kweli kwa macho ya kawaida, kwa macho ya damu na nyama, ilikuwa ni mifupa ambayo haiwezi kaishi, ambayo haiwezi kapata uhai tena. Lakini Mungu anamwambia ya kwamba itabilie mifupa hii, halafu anadhibitishiwa ya kwamba hii mifupa itaishi. Wanasifiwa. Amen. Yani kwa hali ya kawaida kabisa, ya kawaida, yani vitu haiwezekani kwa hali ya kawaida. Lakini kwenye ulimwengu wa roho, Mungu anachokitazama sicho anachokitazama nani? Mwanadamu. Tunaposoma Biblia, ukisoma kitabu cha Samueli wa kwanza ile 16, anaambiwa Samueli kwenda kupaka mafuta kwa mfalme. Alipofika kwa mfalme, kwa Yese, kwa familia ya Yese, alipofika mahali pale, wakaanza kupitishwa watoto wa Yese. Akapita wa kwanza, anaitwa Eliabu. Yani akalitazama lile umbo la Eliabu linafanana na maisha ya kifalme hivi. Akapita wa pili, lakini Mungu anamwambia hivi, Samueli, mimi ninavyotazama mimi sivyo kama mnavyotazama wanadamu. Yani mimi ambacho mnakiona leo hakina uhai, mimi ndicho ninakiona ni cha thamani kwenye maisha ya kwangu mimi mwenyewe. Kwa hiyo kwenye ulimwengu wa roho inawezekana vitu ambavyo tunaviona kwa macho ya kawaida, Mungu haoni kwa namna ile. Kwa hiyo anamwambia Ezekieli ya kwamba unaona ni kweli ni mifupa, lakini ninakwambia hili ni jeshi. Hili ni jeshi la Mungu. Sasa nini ambacho kinaweza kutusaidia kuona kitu ambacho kimekufa kikawa ni kitu kilicho hai? Nini ambacho kinaweza kikatusaidia? Manake kitakachotusaidia, kitu cha kwanza
lazima tuwe na neno la Mungu. Neno la Mungu limebeba uhai ndani mwake. Kwa hiyo anaambiwa huyu Ezekieli kwamba wewe tamka tu neno hili litainua, neno hili litatengeneza, neno hili litajenga, neno hili litawezesha. Yeye anavyotazama, yani kwa mawazo ya kawaida, yani kutamkia mifupa kwanza unaonekana kana kwamba yani ikitokea tu imetokea tu, kwamba kitu ambacho kilikuwa hakiwezekani. Haya, Mungu kakusemesha. Yani hebu fanya tu imagination kwa haraka kwenye ufahamu wako tu wa kawaida, ya kwamba tu kitu tu, yani mkute mtu anazungumza na kitu fulani kilicho haribika, yani kimeharibika, yani hakina uhai, anazungumza nacho, utamfikiriaje? Ni kama mtu amechanganyikiwa. Lakini neno la Mungu linasemaje? Neno la Mungu linasema tamka. Anaambiwa tamka. Mifupa hii wewe unaiona ni kama mifupa, lakini mimi ninaona ni jeshi, mimi naona ni taifa, mimi ninaona ni watumishi wa Mungu. Tabiri. Na kweli mtumishi wa Mungu hakusita, kwa sababu lile neno lilitoka kwenye kinywa cha Mungu. Na neno anasema Mungu kwenye kitabu kile cha Timotheo wa pili ile 3:16 anasema neno linalotoka, yani neno la Mungu lina pumzi ya Mungu, linafaa kwa mafundisho, linafaa kwa kutuonya. Kwa hiyo neno la Mungu tukilitumia sahihi, mambo yaliyokufa yanafufuka, mambo yaliyoharibika yanainuka tena. Yesu asifiwe. Lakini kwa kutumia nini? Neno la Mungu. Yani neno la Mungu lina uwezo wa kufufua, lina uwezo wa kuinua, lina uwezo wa kutengeneza. Usiangalie mazingira yanayokuzunguka. Hakika mazingira yanayokuzunguka yanakataa. Ile hali ya kawaida ya kibinadamu inakataa. Ile hali ya kawaida ya kuona kwa macho ya damu na nyama yanakataa. Lakini kupitia neno tunatamka, kitu kinatokea. Yesu asifiwe. Inawezekana mazingira ambayo tunaweza tukayatazama kwa kawaida, tukayatazama tu kwa macho ya kawaida, yanakataa kabisa, hayaturuhusu. Lakini kwa neno hatutaogopa kuyatamkia hayo maisha ambayo yameonekana kana kwamba hayaeleweki. Hatuogopi kuyatamkia. Ipo nguvu katika neno la Bwana, upo uweza katika neno la Bwana. Ni lazima tutamke kwa ujasiri, pasipo kuangalia nyuma, pasipo kuangalia kushoto nyuma. Ni lazima tutamke, kwa sababu neno linabeba, linafufua kila ambacho hakiwezekani. Neno la Mungu. Biblia yenyewe inasema, yani maisha ya dunia hii yalianza kwenye ukiwa, kwenye utupu na kwenye nini? Giza. Lakini katika ule utupu, katika ile ukiwa na lile giza, juu yake
kulikuwa na kiumbe anaitwa Roho wa Mungu. Kwa hiyo tunapotamka neno, yupo Roho wa Mungu mwenye kudhibitisha lile neno na kulidhibitisha kwamba hili ni neno, na ni neno ambalo limetamkwa na mtumishi wa Mungu. Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo kanisa la Bwana, yamkini watu walisema kwa namna wanavyojua, lakini je, neno linasemaje juu ya maisha yako? Unakubaliana na hicho kitu? Maneno waliotamka hayawezi yakavuka neno la Mungu. Kwa hiyo lazima turudi kwenye neno. Neno ndilo limebeba ukweli. Neno ndilo linadhibitisha ukweli wa mambo. Mambo yaliyoharibika tunayatamkia kwa neno la Bwana. Ndoa iliyolegalega tunaitamkia kwa neno la Bwana. Maisha ambayo hayaeleweki tunatamkia kwa neno la Bwana, na yenyewe yanaenda kusimama kwa sababu neno limebeba kila kilicho kicha kwako. Neno la Mungu. Mifupa ilikuwa ni mifupa. Bonde lilikuwa limejaa mifupa. Lakini mtu wa Mungu anaambiwa ya kwamba tabiri. Yaani kitu cha ajabu. Yaani ile mifupa, yaani ukiangalia ile mifupa, yaani kutokana na neno, ile mifupa ilielewa ni wapi pa kwenda kujichomeka. Yaani ule mfupa wa mguu hakuenda kwenye kujichomeka kwenye mkono, ulirudi kwenye mguu pale pale. Kwa sababu ya nini? Imeamliwa kwa ajili ya neno. Neno linafanya mambo makubwa. Yesu asifiwe. Kwa hiyo tunapotumia neno, mambo yetu yanainuka tena. Yaani yaliyokufa yanafufuka tena. Yalionekana hayana tumaini tena, tumaini linarejea tena. Yalionekana, yaani biashara yako ilionekana kana kwamba inaelekea kufa, inaelekea kupotea, lakini tunairudisha kwa neno la nani? La Mungu aliye hai. Tunarejesha kwa neno la Mungu aliye hai. Neno la Mungu. Kitu kingine ambacho kinatupa ujasiri wa kurejesha kilichoharibika ama kilichokufa ni nguvu za Roho wa Bwana, Roho Mtakatifu. Yaani katika jambo lolote tutakalolitamka, Roho Mtakatifu yupo ameatamia. Roho Mtakatifu yupo kwa ajili ya kudhibitisha hilo neno unalotamka. Haufanyi wewe kama wewe, isipokuwa sisi wajibu wetu ni kutimiza katika kutamka. Tunapotamka, Roho Mtakatifu analithibitisha ya kwamba hili ndivyo alivyotamka mtu wa Mungu, na ndo linaenda kutokea vile vile. Roho Mtakatifu, Roho Mtakatifu ameatamia mambo yetu. Roho Mtakatifu ameatamia maisha yetu. Roho Mtakatifu anangojea sauti ya mtu mmoja atamke jambo ili kusudi lile jambo liende kutokea. Roho Mtakatifu. Inawezekana ukafika mahali ukapoteza tumaini,
ikafika mahali ukapoteza mwelekeo, wewe tamka tu neno ya kwamba leo yatosha. Roho Mtakatifu anakurejesha mahala palipo salama, mahala penye kubeba ushindi wako, mahala penye kuifikia hatima yako, mahala penye kufika pale ulipopakusudia. Usione kana kwamba umechelewa, usione kana kwamba umepoteza chenli, usione kana kwamba umepoteza mwelekeo. Mwelekeo wako bado upo, na Roho Mtakatifu anangojea tu neno la kwako, alafu Roho Mtakatifu alithibitishe ya kwamba hakika amesema mtu wa Mungu. Yesu asifiwe sana. Amen. Roho Mtakatifu ni mwaminifu na ni mwema sana. Unajua, imefika sehemu Roho Mtakatifu tumemgawia kazi. Yaani tunaamini kwamba Roho Mtakatifu anaweza akatusaidia tu mambo ya kiroho. Yaani Roho Mtakatifu anasaidia vitu vyote. Vyote. Hata kupika, na ana uwezo wa kupika. Amen. Anaweza akakusaidia. Yaani hata kutembea ana uwezo akasaidia, akakupa staili ya kutembea. Roho Mtakatifu ana kila kitu. Yaani katika package duniani tuliopewa ni package ya Roho Mtakatifu. Amebebelea kila kitu, amebebelea kila agenda ya maisha ya mwanadamu. Amesema tumwambie yeye atusaidie vitu vyote. Huyo ndiye msaidizi. Lakini imefika watu, yaani unaanza kulia mwenyewe, yaani bila kumshirikisha Roho Mtakatifu. Yesu asifiwe sana. Tukisoma, hebu tusome ile 9 na 10. Hapo mstari wa 9 na 10. Ndipo akaniambia, tabiri, utabirie upepo, mwanadamu, ukauambie upepo, Bwana Mungu asema hivi, njoo kutoka pande za pepo 4, pumzi, ukawapuzia hao waliouawa wapate kuishi 10. Basi nikatabiri kama alivyoniamuru. Pumzi ikawaingia, wakaishi, wakasimama kwa miguu yao, jeshi kubwa mno. Yesu asifiwe. Yesu asifiwe kanisa. Tunaona huyu Ezekieli anaambiwa atamke, atabirie ile mifupa. Ile mifupa hajaenda kuikusanya yeye kama yeye. Ile mifupa hajaenda kuweka mfupa mmoja kwenye mguu, mwingine si mfupa wa kwenye kichwa. Hajaenda mwenyewe. Manake ile kazi alipomaliza kutabiri, Roho Mtakatifu akaingia kazini, akaanza kuchomoa. Kama ni mfupa wa mguu, aliupeleka kwenye mguu. Kama ni mfupa wa kwenye mkono, aliupeleka kwenye mkono. Manake Roho Mtakatifu alifanya ile operation, alifanya yale matengenezo. Baada ya pale, anasema akachilia, akaambiwa atabiri kwa habari ya upepo. Kwani Ezekieli alikuwa na kitu chochote cha kukusanya upepo halafu apeleke kwenye ile mifupa? Hakuwa nacho. Hiyo kazi ilifanywa na Roho Mtakatifu. Kwa hiyo maisha yetu yanafanywa na Roho Mtakatifu. Ni pale ambapo tumetamka neno, Roho Mtakatifu anaingia mzigoni, Roho Mtakatifu anaingia kazini, anafanya kila ambacho umekisema wewe mwenyewe. Yesu asifiwe. Sasa ukijiuliza kwenye maisha ya kwako ya kawaida, imefika sehemu kwa sababu ya ugumu wa mambo, kwa sababu ya ugumu wa changamoto za kimaisha, nini nafika sehemu unanunia watu hawakupeleki mahali kokote. Wale watakuongezea stressi, wale watakuongezea kuvurugika, yani kuvurugika, utavurugwa. Ikifika sehemu
mambo yamewaka, mambo yamechangamka, yani lazima urudi kuyatamkia, urudi miguuni pa Bwana kuyasemesha, kurudi miguuni pa Bwana kuyatengeneza, rudi miguuni pa Bwana uyafanye upya kwa kuyatamkia. Wengine wanafika sehemu mpaka wanafika alile kanisa halina upendo, yani hata kanisa lao naliacha. Nani mwenye kanisa duniani hapa? Si kanisa la Mungu? Sasa ukijichomoa wewe kwamba nawaachia hata kanisa lao, mimi naondoka, wewe si ndo kuharibikiwa kule? Lakini ukigundua kabisa ya kwamba haya mambo kama sielewi, haya mambo kama sijayatambua, mimi mbona hivi na vile, nenda magotini pa Bwana, kama ndiye yatamkia mambo haya, kuanzia leo yainuke tena, na yanainuka kweli kwa jina la Yesu aliye hai. Ni asubuhi ambayo nakukumbusha mtu wa Mungu ya kwamba ipo nguvu ya Mungu katika kurejelesha mambo yaliyoharibika. Ipo nguvu ya Mungu kutengeneza vitu ambavyo vimepoteza matumaini. Ipo nguvu ya Mungu, upo uwezesho wa kimungu. Acha kukata tamaa, acha kuvunjika moyo na kuona ni heri tu mimi nijitoe. Acha kusema hivyo mpendwa, lazima uinuke tena kwa kujitia nguvu. Tunaona katika somo la asubuhi tunafundishwa habari ya Nehemia. Nehemia kweli mambo yalikuwa yameharibika, Nehemia kweli mambo yalikuwa hayana matumaini, lakini akasema haiwezekani tukaujenge ukuta wa Yerusalemu. Hata sisi kanisa la Bwana, hebu tujitieni nguvu mahali ambapo tunaona mambo hayajakaa sawa, tunaona uchumi haujakaa sawa, tunaona maisha yetu hayajakaa sawa. Sio swala la kubaki nyumbani na kulia, ni swala la kuja magotini pa Bwana. Ni mahali ambapo ni kwenye karakana ya Bwana, mahali hapa ya kurejelesha mambo ambayo yameharibika, ya kurejelesha uchumi ulioharibika, ya kurejelesha watoto walioharibika, ya kurejelesha wazazi ambao hawajamkubali Yesu. Yapo mambo yaliyo mema hapa magotini pa Mungu wetu. Tusogeni kwenye magoti mahali hapa. Hapa ndipo tunapokea majibu. Tunaposoma huyu mtumishi wa Mungu, mambo kweli hakuwa na matumaini, yani ile mifupa ilikuwa imeshapoteza matumaini, lakini akaambiwa rejelesha, bado uhai umo, rudisha uhai umo. Hili ni jeshi. Kwa hiyo Ezekieli alichokuwa natazama, yeye alikuwa natazama ni mifupa. Ezekieli alichokuwa natazama, ametazama hawa ni viumbe ambao hawana matumaini tena, lakini Bwana namthibitishia ya kwamba hapana, Ezekieli, unavyotazama wewe sivyo mimi ninavyotazama. Mimi natazama hili ni jeshi kubwa la Bwana, ni jeshi la kumtumikia Bwana, ni jeshi la kumwinua Bwana. Wewe nenda kakabili, kamilia hayo mambo yaliyoharibika, yanasimama tena. Yesu asifiwe. Amen. Yesu asifiwe. Amen.